Wapendwa, karibuni sana katika kipindi chenu mkipendacho, kipindi cha Biblia Yasema, kipindi ambacho kinapokea maswali kutoka kwa watazamaji na wasikilizaji wetu. Nasi kwa uongozi wa Roho Mtakatifu tunatafuta majibu yake kutoka katika Biblia. Leo tena tumepokea maswali kadhaa ambayo tutakwenda kuyafafanua. Na kabla hatujaanza kipindi chetu, hebu tupate kuomba. Baba yetu mwema wa mbinguni, kwa unyenyekevu mkubwa tunakuja tena kwako tukihitaji uongozi wako katika kuyajadili na kuyachambua maswali yaliyoletwa kwetu, ili kusudi muulizaji na watazamaji wengine wakapate kufaidika na majibu ya maswali hayo na yakawasaidie kufanya maamuzi sahihi kwa ajili ya kuokoa nafsi zao. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu Kristo. Amina. Basi tunayo maswali kadhaa na tunakwenda kusoma swali letu la kwanza. Karibu msomaji. Umuhimu wa Sabato katika Ukristo ni upi? Naam, muulizaji wetu ametaka kujua umuhimu wa Sabato katika Ukristo. Yaani kuna uhusiano gani kati ya Ukristo na Sabato, au kwa lugha nyingine ni kama alikuwa anauliza pangekuwa na shida gani kama Ukristo ungeachana kabisa na masuala ya Sabato, au Sabato isingekuwa katika Ukristo. Na sisi tumetafuta majibu ya umuhimu wa Sabato katika Ukristo, na ninapenda kuanza kujibu kama ifuatavyo. Ukristo hauwezi kusimama bila Sabato kwa sababu mbalimbali. Kwanza, Ukristo wenyewe unatangaza pumziko. Ukristo unatangaza kazi ya ukombozi wa wanadamu ambayo ilikamilishwa na Yesu Kristo kwa kupitia maisha yake, kupitia mauti yake na kupitia ufufuko wake. Katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 2 fungu la 9 Biblia inasema, bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkae katika nuru yake ya ajabu. Kwa hiyo jamii ya Wakristo hapa inafananishwa na mzao mteule au kuhani wa kifalme au taifa takatifu, na jukumu lao ni kutangaza fadhili zake yeye aliyetuita kutoka gizani. Na hizo fadhili si zingine isipokuwa ni ule ukombozi ambao Kristo ameukamilisha kwa ajili yetu. Hali kadhalika Ukristo licha kwamba unatangaza pumziko, unatangaza pia kazi ya utakaso inayofanyika mioyoni mwa wale waumini chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Tunapata wapi hayo? Katika kitabu cha Wathesalonike wa pili 2 fungu la 13 hadi 14 Biblia inasema, lakini imetupasa sisi kumshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu, ndugu mliopendwa na Bwana, kwa kuwa Mungu amewachagua tangu mwanzo mpate wokovu katika kutakaswa na Roho na kuiamini kweli aliyowaitia ninyi kwa injili yetu, ili kupata utukufu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo Ukristo unabeba dhamana au ujumbe wa utakaso, na utakaso huo unafanywa na Roho Mtakatifu. Na Biblia sasa katika kujaribu kuanisha ule ujumbe ambao unabebwa na Wakristo na utakaso na pumziko, tunasoma mafungu mawili yafuatayo. Fungu la kwanza katika kitabu cha Kutoka sura ya 31 fungu la 13. Sikiza kwa makini. Kisha nena wewe na wana wa Israeli na kuambia, hakika mtazishika sabato zangu. Kwa nini? Kwa kuwa ni ishara kati ya mimi na ninyi katika vizazi vyenu vyote, ili mpate kujua nini, ya kuwa mimi ndimi Bwana niwatakasaye. Kwa hiyo ili kuonyesha hiyo kazi ya utakaso inayofanyika ndani yetu na Roho Mtakatifu, Wakristo walitakiwa waishike Sabato. Na Sabato kwa hiyo ikawa ni ishara ya kazi ya utakaso inayoendelea ndani yao. Katika kitabu cha Ezekiel sura 20 fungu la 12 Biblia tena inasema, tena naliwapa sabato zangu ziwe ishara kati ya mimi na wao, wapate kujua kuwa mimi Bwana ndimi niwatakasaye. Ni kama maneno yale yale yamerudiwa, lakini katika kuonyesha msisitizo. Katika kuonyesha msisitizo tena katika kitabu cha Ezekiel 20 fungu la 20
Anasema, zitakaseni sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Kwa hiyo kama nilivyosema, Ukristo unatangaza pumziko kwa maana ya kwamba kile ambacho tulitakiwa tukipate sisi kwa kutumia akili zetu, kwa kutumia juhudi zetu, ikashindikana, kama ambavyo wengi mnafahamu mpango wa Agano la Kale ulivyoshindikana, zile jitihada za mwanadamu kujiokoa mwenyewe, Mungu akaamua kutupumzisha na akamtuma Yesu Kristo aliyeyafanya yale yote ambayo sisi tuliagizwa mara nyingi na tukashindwa kuyafanya. Kwa hiyo Ukristo unatangaza pumziko, lakini Ukristo pia unatangaza utakaso unaoendelea, maana baada ya kuwa tumehesabiwa haki kwa kifo cha Yesu pale msalabani, kazi inayoendelea baada ya hatua hiyo ni utakaso au mabadiliko ya tabia, tukitengenezwa tabia zetu zilizopinda ili tupatiwe tabia bora zitakazotuwezesha kwenda kuishi kule mbinguni. Na njia ya kuwatambua watu wanaopitia mchakato huo ni utunzaji wao wa Sabato. Na hilo sio la mwanadamu, ni Mungu mwenyewe amesema kwamba nimewapa Sabato ili watu watambue na nyinyi wenyewe mjitambue ya kwamba kuna kazi ya utakaso inayoendelea ndani yenu. Kwa amri ya 4 ya Sabato inawaagiza wanadamu kupumzika siku ya Sabato, kwa kuwa kazi ya Kristo ya kuwakomboa wanadamu ilikamilika pale Yesu alipopumzika kaburini siku ya Sabato. Kuna ulinganifu wa karibu sana kwamba baada ya Yesu kumaliza kazi yake pale msalabani, na siku ya Ijumaa ambayo leo inaitwa Ijumaa Kuu, siku iliyofuata ambayo ni Jumamosi, yaani kuanzia Ijumaa giza lilipokuwa linaingia mpaka Jumapili giza lilipokuwa linaingia, hayo ndio masaa matakatifu ya Sabato. Hayo masaa matakatifu ya Sabato Yesu yalimkuta akiwa kaburini, amepumzika, amekamilisha, amemaliza kazi yake. Na hiyo tunaisoma wapi? Katika kitabu cha Yohana 19 fungu la 30, Biblia inasema, basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alisema imekwisha, akainama kichwa, akaisalimu roho yake. Hicho alichokuwa anasema Yesu kwamba imekwisha, kazi ya kumkomboa mwanadamu imekwisha. Na sio imekwisha tu kwa kulipua, imekwisha kwa ukamilifu. Maana yale ambayo Adamu alishindwa kuyafanya, yale ambayo vizazi vya Adamu, wajukuu zake walishindwa kuyafanya, yeye mwana wa Adamu wa pili alikuja akayafanya kwa ukamilifu na akakamilisha pale msalabani. Na kilichofuata baada ya kukamilisha ukombozi wa wanadamu ni pumziko. Na pumziko hilo alifanya katika masaa 24 kuanzia Ijumaa jioni wakati alipokuwa amekata roho mpaka Jumapili jioni, siku ya Sabato ilipokuwa inaisha. Katika kitabu cha Isaya 53 fungu la 5, Biblia inasema, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa hiyo Yesu alikamilisha kazi ya ukombozi kwa kifo chake pale msalabani, ambayo ilitupatia sisi pumziko. Yaani tumepona, tumepumzika kutoka katika kutafuta wokovu kwa kutumia juhudi zetu wenyewe, na namna ya kuitambulisha hilo na kuliweka katika kumbukumbu za akili zetu ni kuendelea kutunza Sabato. Yaani kila inapofika siku ya 7 ya juma, unapopumzika na kuacha kufanya shughuli zako, kimsingi unajikumbusha kazi ya ukombozi iliyokamilika siku ya 6, na Yesu akawa amepumzika siku ya 7. Unajua Biblia mara nyingi inasema ukombozi ulikamilika siku ya 6 na ya 7 pia, kama ambavyo uumbaji ulikamilika siku ya 6 na ya 7 pia. Kwa hiyo Yesu alikamilisha ukombozi wetu kwa kupumzika, na sisi tunapopumzika tunakumbukia hiyo kazi ambayo Yesu alikamilisha. Katika kitabu cha Ibrania 4 fungu la 10 hadi 11, Biblia inasema, kwa maana yeye aliingia katika raha yake, amestarehe mwenyewe katika kazi yake kama vile Mungu alivyostarehe katika kazi zake. Basi na tufanye bidii kuingia katika raha ile, ili kwamba mtu yeyote asije akaanguka kwa mfano huo wa kuasi. Yaani kuna himizo hapa tufanye bidii kuingia kwenye raha ile. Ile raha tunaingiaje? Unaingia kwenye hiyo raha kwa kuendeleza ule ukumbusho ambao Mungu ameweka, ukumbusho wa kazi ya ukombozi iliyokamilika Yesu alipokufa pale msalabani, ambayo imetupatia sisi pumziko la kiroho, lakini pia imetupatia utakaso. Unapokumbuka tukio hilo, ni lazima utunze Sabato, na hilo ni agizo la Mungu.
Kwa hiyo Sabato ilitabiriwa kuendelea kuwepo kwa kadri Ukristo unavyosambaa duniani kizazi hadi kizazi. Hili swali ambalo rafiki yetu ameliuliza lisingeweza kuulizwa katika karne ile ya kwanza, wakati Ukristo ulipokuwa unaanza na kusambaa duniani, kwa sababu Wakristo wa wakati huo ulikuwa huwezi kuwatenganisha na Sabato. Wakristo wakati ule walikuwa Wasabato na Wasabato wa wakati ule walikuwa Wakristo. Ni leo tu ambapo unawakuta wanaojiita Wakristo ambao sio Wasabato. Haikuwa hivyo katika historia. Na tunasoma wapi? Katika kitabu cha Mathayo 24 fungu la 20, Biblia inasema, ombeni ili kukimbia kwenu kusiwe wakati wa baridi wala siku ya Sabato. Hapa Yesu anatabiri kuwepo kwa Sabato hata baada ya yeye kuondoka, na hasa katika nyakati za kuangamizwa kwa Yerusalemu kulikotokea mwaka wa 70 baada ya Kristo. Historia imeandika kwamba mwaka wa 70 baada ya Kristo Yerusalemu iliangamizwa, na kulikuwa na heka kubwa sana watu katika kuponya maisha yao. Na hapa Yesu anaomba ya kwamba tukio hilo ambayo itakuja kutokea hapo baadaye lisije likatokea siku ya Sabato, kwa sababu litawafanya watu wasitunze tena Sabato, ambalo ni kosa machoni pa Mungu. Kwa hiyo Wakristo wa wakati wa Yesu walitunza Sabato, na hata alitabiri kwamba Wakristo wa nyakati zinazokuja mbele nao watatunza Sabato. Matendo 16 fungu la 13, Biblia inasema, hata siku ya Sabato tukatoka nje ya lango tukaenda kando ya mto, ambapo tukadhani ya kuwa pana mahali pa kusali, tukaketi tukasema na wanawake waliokutana pale. Hao ni Wakristo wa awali. Hapa tunapewa matukio yaliyokuwa yakiendelea katika kipindi cha kanisa la Kikristo la nyakati za awali baada ya Yesu kutoka duniani. Hao ni wanafunzi wa Yesu, wameandika hayo katika kitabu cha Matendo, ya kwamba hapakuwa na tofauti kati ya Ukristo na utunzaji wa Sabato. Ukristo na watu wa Mungu ni vitu visivyoweza kutenganishwa kabisa, na haya tunathibitishiwa katika kitabu cha Waebrania 4 fungu la 9, pale Paulo anaposema, basi imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Kwa hiyo hakuna shaka kabisa kwamba Ukristo unaendana na Sabato, Ukristo unaendana na utunzaji wa Sabato, na Sabato inaendana na watu wa Mungu. Swali letu tutaishia hapo katika kulijibu. Hebu tuangalie swali linalofuata. Je, Sabato inaadhimishwa kwa namna gani? Naam, huyu ametaka kujua hiyo Sabato inaadhimishwaje. Kuadhimishwa maana yake ni kupewa heshima, heshima ya juu kabisa ambayo inastahili. Anataka kujua kwamba hivi Sabato kweli inastahili kupewa hiyo heshima, na hiyo heshima inakuwaje? Tumeandaa majibu yafuatayo. Kuadhimisha ni kumpa mtu au kitu fulani heshima ya juu inayofanana nayo. Yesu ni mfano wa wale walioadhimishwa kwa kupewa heshima ya juu sana kuliko wengine. Katika kitabu cha Filipi 2 fungu la 9 hadi 11, Biblia inasema, kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, yani Yesu, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Kwa Yesu ameadhimishwa sana, ndiye kiumbe pekee aliyepewa heshima ya juu sana. Lakini sambamba na Yesu, kitu kingine ambacho kimeadhimishwa au kupewa heshima ya juu sana ni Sabato. Hata siku ya Sabato nayo huadhimishwa kwa kuwa Mungu amewekea utukufu usiopatikana kwenye siku nyingine. Kumbuka kwamba siku kwa ujumla ziko 7. Hata kama tunazo siku nyingi katika mwezi, tunazo siku nyingi katika juma na katika mwaka, lakini hizo siku zinajirudia. Siku zisizojirudia ni siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita na ya 7.
Ikifika siku ya saba inaanza tena siku ya kwanza, ya pili. Kwa hiyo ukomo wa kuhesabu siku ni siku saba. Sasa katika hizo siku saba iko moja ambayo Mungu ameipa heshima kubwa sana kuliko hizo zingine. Katika kitabu cha Warumi 14 fungu la 6 Biblia inasema, yeye aadhimishaye siku huiadhimisha kwa Bwana, naye alaye hula kwa Bwana, kwa maana amshukuru Mungu. Tena asiyekula hali kwa Bwana, naye pia amshukuru Mungu. Kwa hiyo wale wanaoadhimisha siku ya Sabato wanafanya hivyo kwa sababu ya kumheshimu Mungu ambaye ameiteua hiyo siku na kuipa heshima ya juu kuliko siku zile zingine. Mungu alifanya hivyo kwa mapenzi yake, hakukaa na kushauriana na mtu yeyote. Anazijua yeye mwenyewe sababu za kuitenga hiyo siku moja kati ya hizo siku saba na kuipa heshima ya juu kuliko zile zingine. Na baadhi ya sababu hizo tutazichunguza hapa. Sabato inaadhimishwa kwa kutozifanya kazi zako katika siku hiyo iliyotengwa na Mungu, na kuiadhimisha Sabato hakulengi kuiadhimisha zaidi ile siku, bali kunalenga kuadhimisha pia aliyeitoa hiyo siku. Ziko dhana zinazotembea kwamba wanadamu wanaheshimu siku badala ya kumheshimu Mungu. Hapana, hilo ni kosa. Huwezi kuheshimu siku ambayo Mungu amesema inatakiwa iheshimiwe na halafu usio unamheshimu huyo aliyeagiza. Kule kuheshimu siku ni namna mojawapo ya kuonyesha tunamheshimu huyo aliyeagiza kwamba hiyo siku ipewe heshima. Kwa hiyo Sabato iliagizwa kwamba ipewe heshima, na unapoipa heshima ile Sabato, huiabudu Sabato wala huiheshimu sana hiyo Sabato. Kimsingi unamheshimu yule aliyeagiza. Isaya 42 fungu la 21 Biblia inasema, Bwana akapendezwa kwa ajili ya haki yake kuitukuza sheria na kuiadhimisha. Mungu alikusudia siku ya Sabato iwe ya tofauti. Ndiyo maana aliweka msisitizo juu ya kuikumbuka siku hiyo. Kumbuka ya kwamba katika zile amri 10 za Mungu, ile amri ya 4 inaanza kwa kusema ikumbuke siku ya Sabato itakase. Hiyo ni Kutoka 20 fungu la 8. Kwenye hiyo amri Mungu hajasema ikumbuke Sabato, ambayo pia ingekuwa sawa tu. Amesema ikumbuke siku ya Sabato, kwa sababu hiyo Sabato yenyewe imebebwa na hiyo siku. Yaani hiyo siku ni container ambayo limebebea hiyo Sabato. Na hili wazo la Mungu kuwakumbusha wanadamu waikumbuke siku ya Sabato ambayo ndio imebeba Sabato yenyewe linaonekana kuwa na mashiko leo hii, kwa sababu watu wamesahau hiyo siku, na automatically ukishaisahau hiyo siku umesahau na hicho kilichoko ndani ya hiyo siku. Kwa hiyo kuna vitu vimefungamana sana hapo, Sabato na hiyo siku ambapo Sabato ipo, huwezi kuvitenganisha. Na Mungu katika amri yake ya agizo amesema ikumbuke siku ya Sabato. Yaani kuna swala la kukumbuka siku, jambo ambalo wengi wanadhani kwamba wala halina umuhimu, siku hazina umuhimu. No, Mungu mwenyewe ametamka siku, yaani cha kukumbuka ni siku, na kwa hiyo lazima ufuatilie siku ili tujue kwamba hiyo siku ilikuwa ni siku gani. Sabato inaadhimishwa sambamba na siku yenyewe. Mungu ameipa heshima siku hiyo kwa kuagiza kutokuzifanya kazi zetu, kwa kuwa Mungu alishatugawia siku 6 kwa ajili ya kufanya hizo shughuli zetu. Mungu amefanya mgao, tena nadhani wenye upendeleo mkubwa katika kugawa siku zake na siku zetu. Mungu amewapatia wanadamu siku 6 za kufanya mambo yao yote kabisa, na Mungu hawezi kuingilia katika hizo siku 6. Lakini utakapoitumia siku ya 7 kwa kufanya shughuli zako, wewe utakuwa umemwingilia Mungu, na Mungu atakuwa na haki ya kukuuliza, kukusuta na kukuhukumu pia, kwa sababu hakuna sababu itakayotolewa yenye mashiko ya kwa nini umeacha kutumia siku zako 6 kufanya mambo yako na umeenda kuifanya ile ya 7 ya Mungu kufanya mambo yako. Kwa hiyo katika kitabu cha Isaya 58 fungu la 13 Mungu anatoa msisitizo mkubwa sana juu ya jambo hili ambalo kwa bahati mbaya watu wengine wanalipuuza na kuliona jepesi tu. Isaya 58 fungu la 13 nasema, kama ukigeuza mguu wako usihalifu Sabato, usifanye anasa yako siku ya utakatifu wangu. Yaani kuihalifu Sabato
kunaendana na kuihalifu hiyo siku, kwa sababu siku ndio kontena iliyobeba Sabato. Kwa hiyo anatoa angalizo watu wasinajisi Sabato kwa kuiheshimu hiyo siku, ukiita Sabato siku ya furaha na siku takatifu ya Bwana yenye heshima, ukiitukuza kwa kutokuzifanya njia zako mwenyewe, wala kuyatafuta ya kupendezayo, wala kusema maneno yako mwenyewe. Kwa hiyo anayetoa angalizo la kuiadhimisha au kuipa heshima kubwa Sabato na hiyo siku iliyobeba Sabato ni Mungu, na matarajio yake ni kuona kwamba wanadamu wanatii hilo agizo ambalo ni kwa faida yao. Basi tunashukuru sana kama umeshaelewa vizuri hilo fundisho. Takushukuru sana, na sasa tunaenda kwa mapumziko, na baada ya hapo tutarejea tena kuendelea na maswali yetu. Asanteni, na endelea kukaa hapo mahali ulipo. Karibuni tena katika kuendelea kulifafanua lile swali ambalo tulikuwa tunalifafanua kabla tujaenda mapumziko. Na hapa Mungu anaahidi kutoa zawadi ya urithi wa uzima wa milele kwa wale watakao adhimisha Sabato. Yaani Mungu anaichukulia kuadhimisha Sabato, hai kuipa Sabato heshima, ni jambo linalostahili mtu kupewa zawadi pengine kubwa kuliko zote ambazo mwanadamu amaye kupewa, ambayo ni uzima wa milele. Mungu anayo siku moja katika juma anayoidai kuwa ni yake, na ameiwekea utaratibu wa namna ya kuiadhimisha. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 5 fungu la 12 hadi 15, Biblia inasema, ishike siku ya Sabato uitakase kama Bwana Mungu wako alivyokuamuru. Sio ulivyoamriwa na mwanadamu, ni Mungu ndiye anayeamrisha kwamba ushike siku ya Sabato uitakase. Siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwanao wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala ng'ombe wako wala punda wako wala mnyama wako yeyote wala mgeni aliye ndani ya malango yako, ili mtumwa wako na mjakazi wako wapumzike vile vile kama wewe. Nawe utakumbuka ya kuwa wewe ulikuwa mtumwa katika nchi ya Misri, na ya kuwa Bwana Mungu wako alikutoa huko kwa mkono wenye nguvu na mkono ulionyoshwa. Kwa sababu hiyo Bwana Mungu wako alikuamuru uishike Sabato. Yaani kumbe tunaangalia sababu nyingine ya Mungu kuweka agizo hili la Sabato ni kuwapatia nafuu jamaa za nyumbani mwako, nao wapate nafasi ya kupumzika. Katika dunia ya leo ambayo mahangaiko ni mengi sana ya kutafuta pesa, watu wengi wanakosa muda wa kupumzika, na wameathirika kiafya, wameathirika kisaikolojia, kwa sababu Mungu alikuwa anatambua mwanadamu anahitaji kupumzika. Yaani baada ya siku 6 za kazi anatakiwa kupumzika, na hasa waathirika wakubwa ni wale wafanyakazi kule nyumbani kwetu, kule nyumbani katika makazi yetu. Wale wanaonekana kuendelea kufanya kazi sana, hata hawana siku ya kupumzika kimsingi. Lakini wana bahati sana wale wanaofanya kazi kwa Wasabato, kwa sababu licha kwamba
mshahara wanaolipwa ni wa kufanya kazi siku 30 au 28 au 31 za mwezi husika, kuna siku 4 za mwezi ambazo hawafanyi kazi kabisa, lakini wanapewa mshahara uliokamilika. Hawa wanatendewa haki sana, na hiyo ni kutokana na agizo la Mungu. Mungu alikuwa anataka wanadamu wote, na sio wanadamu tu, hadi wanyama wajiulize kwamba leo ni nini, mbona leo hatupeleki shambani kulima? Kwa namna fulani iwapelekee message kwamba Mungu amewahurumia, maana amemwagiza bosi wako asikufanyishe kazi siku ya leo ili na wewe upumzike. Kwa hiyo ni amri nzuri tu, sijui kama ina ubaya gani hiyo amri ya kuwaruhusu watu wapumzike wote nyumbani hapo, ili baadaye wapate nafasi ya kufanya kazi. Kumbuka kwamba chombo chochote kinachofanya kazi kinahitaji mapumziko. Hata hiyo simu yako hiyo unapoenda kuichaji ndio mapumziko yenyewe, unaipatia nguvu mpya ili kitoka hapo iendelee kutumikia vizuri zaidi. Mungu alitaka tuadhimishe Sabato kama njia ya kukumbuka kuwa ametutoa kwenye utumwa wa dhambi. Sabato yenyewe sio utumwa kama baadhi ya watu wanavyofikiri. Sabato ni ishara kwamba tumetoka utumwani, kama ambavyo Mungu ameelekeza hapo kwamba niliwapa Sabato Waisraeli, aliwapa Sabato Waisraeli baada ya kuwatoa utumwani. Sasa sisi tumetolewa utumwani na Yesu Kristo. Kwa nini tusipate Sabato? Kwa nini tusipate pumziko? Sasa kuna maana gani umeokolewa na Yesu alafu huna pumziko la Sabato, wakati wenzako Waisraeli walipookolewa Misri walipata pumziko la Sabato? Kwa hiyo ni dhana tu potofu kudhania kwamba Sabato imekuja kuingilia kati shughuli za watu au imekuja kutupatia utumwa mwingine. Kinyume chake, Sabato imekuja kutupatia uhuru mkubwa sana na pumziko. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 6 fungu la 11 Biblia inasema, na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii, lakini mlioshwa, lakini mlitakaswa, lakini mlihesabiwa haki katika jina la Bwana Yesu Kristo na katika Roho wa Mungu wetu. Kwa hiyo kuadhimisha Sabato ni kukumbuka utakaso wa dhambi uliotutoa kwenye utumwa wa dhambi, kama ambavyo nimesema pale nyuma. Kuna uhusiano wa karibu sana juu ya wale wanaotakaswa na utunzaji wao wa Sabato. Sijajua wale wasiotunza Sabato wanakumbuka vipi utakaso unaofanywa na Roho Mtakatifu, kwa sababu njia moja hapo ya kukumbuka utakaso unaofanywa na Roho Mtakatifu kama maandiko yanavyotuambia ni kuitunza Sabato. Katika Wakorintho wa kwanza 6:11 Biblia inasema, na baadhi yenu hili fungu tumeshalisoma. Mathayo 11 fungu la 28 hadi 30 Biblia inasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Kristo anapotualika kwenda kwake ili atupumzishe, kimsingi anatuambia njoni niwapeni Sabato, njoni niwapeni pumziko. Wale wanaokuwa na mahusiano ya karibu na Yesu wanatambua kwamba unapokuwa kwa Yesu umepumzika kufuatilia pombe, umepumzika kufuatia tabia fulani mbaya zilizokuwa zinakutumikisha zamani. Hata wale uliokuwa nao zamani wanasema, mwenzetu siku hizi umepumzika bwana, tunaona mambo yako sio mabaya. Ni kweli, aliye ndani ya Kristo amepumzika, na ndio yuko kwenye Sabato. Yaani pumziko lile Yesu analolitoa huwa linapatikana pia kwenye Sabato. Kwa hiyo unakuwa una advantage mbili wewe ambaye umemwamini Kristo. Ukimwamini Kristo anakupa pumziko, lakini pia ukiamini Sabato aliyoweka siku ya saba, kuna pumziko jingine unalolipata maalum kabisa siku ile ya saba. Kwa hiyo unakuwa na advantage, unakuwa na mapumziko mawili. Kuna lile la muda wote, alafu kuna lile maalum unalolipata siku ya saba ya juma. Sabato ya Agano la Kale ilishindwa kukamilisha lile pumziko lililoahidiwa kwa kuwa halikuwa na Yesu ndani yake. Tunasoma katika kitabu cha Ibrania 4 fungu la 2 hadi la 5. Biblia inasema, maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao, lakini neno lile lililosikiwa halikuwafaa hao, kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia. Maana sisi tulioamini tunaingia katika raha ile, kama vile alivyosema, kama nilivyoapa kwa hasira yangu hawataingia rahani mwangu, kwa maana amenena siku ya saba mahali fulani hivi, Mungu alistarehe siku ya saba akaziacha kazi zake zote, na hapo hawataingia rahani mwangu. Ipo tofauti kubwa kati ya
wale walikuwa wanatunza sabato wakati wa Agano la Kale wakiwa hawajapata pumziko linalopatikana kwa ukombozi Yesu aliofanya pale msalabani. Lakini sasa leo sisi ambao tunalo lile pumziko ambalo Yesu alilipata pale msalabani, tunapomwamini kama anavyoahidi kwamba atatupa pumziko, tunayo sasa kitu cha ziada, kwamba tuna ile sabato na tuna Yesu ndani yetu. Wale walikuwa na sabato walikuwa hawana Yesu ndani yetu. Kama kuna watu waliopendelewa sana ni watu wa kizazi hiki, tofauti na wale wa Agano la Kale. Sisi tuna Yesu mwenye sabato, lakini pia tuna sabato ambayo siku ya saba ya juma. Wanaoadhimisha sabato bila kuwa na Yesu mioyoni mwao hawaingii rahani mwake. Hiyo ni kweli. Na wenye Yesu ndani yao lakini hawaadhimishi siku ya saba iliyonenwa na Mungu hawaingii rahani mwake pia. Kwa hiyo kuna watu aina mbili wana hasara. Wale ambao wanaadhimisha sabato, mfano wa wale wa Israeli wa Agano la Kale, hawakuingia rahani mwake, maana hawakuwa na Yesu ndani. Lakini tena kuna hawa wanaodai kwamba wana Yesu ndani ila hawaitunzi sabato, nao pia hawaingii rahani mwake. Kwa hiyo liko jambo la kufanya wewe unayenisikiliza, la kuwa na Yesu ndani yako, alafu pia uwe na sabato iliyoagizwa ndani ya Biblia. Tunaangalia swali linalofuata. Je, kushika sabato ni lazima kwa Wakristo leo? Kwa nini? Kushika sabato ni kwa lazima. Naweka msisitizo, ni kwa lazima kwa Wakristo wa leo kama ilivyokuwa lazima kwa Wakristo wa zamani au Wakristo wa kanisa la awali. Wakristo wa kanisa la awali walishika sabato. Kwa nini wao iwe ni lazima kushika sabato halafu wa leo iwe sio lazima? Kwa hiyo ulazima uko pale pale, ulazima ule uliokuwepo kwa Wakristo wa kanisa la awali uko pia kwa Wakristo wa wakati huu. Wakristo wa zamani walikuwa wafuasi wa Yesu, na wafuasi wa Yesu kwa kawaida walikuwa wanafanya yale Yesu aliyokuwa anayafanya. Unajua maana ya kuwa mfuasi au disciple? Yaani mfuasi ni kama mtoto mdogo. Mara nyingi mtoto mdogo anajifunza mambo ya kufanya kwa kuangalia wewe mkubwa unayoyafanya. Ukiinama na yeye anainama, ukiinuka na yeye anainama. Ndio namna yake ya kujifunza. Kwa hiyo wanafunzi wa Yesu walikuwa hivyo, wakimwangalia Yesu anafanya kitu na wao wanafanya. Na kwa hiyo katika kitabu cha Mathayo sura ya 11 fungu la 29, Biblia inasema, jitieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Namna mojawapo ya kujihakikishia raha kwenye nafsi yako ni kufanya tu yale Yesu alikuwa anafanya, ni kufanya tu yale Yesu alikuwa anaagiza. Kwa hiyo tutaangalia Wakristo wa awali walikuwa hawapingani na Yesu. Yesu akienda kushoto nao wanaenda kushoto, akienda kulia wanaenda kulia. Yesu alikuwa na kawaida ya kwenda kuabudu kila ilipokuwa inafika siku ya saba ya juma, yaani Jumamosi. Ni mojawapo ya vitu ambavyo Yesu alizoea sana kuvifanya. Yaani unaposikia kitu kinafanywa kama desturi, yaani kimegeuka kuwa unapofanya tendo alafu ukalirudia tena, yanaanza kuwa mazoea. Baadaye yanaanza kuwa desturi yako, yaani tabia yako. Unaona? Na ndivyo ilivyokuwa kwa Yesu kuhusiana na utunzaji wa siku ya Sabato. Luka 22 fungu la 39, Biblia inasema, akatoka akaenda mpaka mlima wa Mizeituni kama ilivyokuwa desturi yake, wanafunzi wake nao wakafuatana naye. Umeona? Yaani Yesu ana kawaida kwenda mlimani. Kila kienda wanafunzi nao wanaenda naye. Yaani walikuwa hawamwachi, wako naye Bennett tu. Hiyo ni katika kwenda kuomba mlima wa Mizeituni. Je, kuna jambo jingine ambalo pia Yesu alikuwa na desturi nalo? Luka 4 fungu la 16, Biblia inasema, akaenda Nazareti hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Desturi yake ilikuwa yani kila siku ya Sabato lazima umkute kanisani. Kanisa la wakati ule inaitwa sinagogi. Sasa tuchukue kwa mfano katika mwaka Sabato ziko 52. Maana kuna majuma 52 yanayounda mwaka mmoja. Kwa hiyo maana yake ni kwamba katika hizo Sabato zote 52 za mwaka ilikuwa Yesu hawezi kumkosa kanisani. Yaani utamkosa siku zingine lakini sio siku za Sabato. Ilikuwa anafanya hivyo ili wanafunzi wake nao wamfuate. Lakini si wanafunzi tu wale wakati ule, pamoja na wewe na mimi tunayemwamini leo, alikuwa anatarajia kwamba na sisi tungemfuata. Maana alikuwa anajaribu kuseti mfano, anaweka mfano ambao
wengine watauiga. Katika kitabu cha Matendo 17 fungu la 2 hadi la 4 tuone desturi ya wanafunzi wake. Sasa baada ya Yesu kupaa kwenda mbinguni, walibadilisha huo mfumo, na Paulo kama ilivyokuwa desturi yake, unaona desturi tena inaendelea, akaingia mle walimu, akahojiana nao kwa maneno ya maandiko Sabato 3, akiyafunua na kuwaeleza kwamba ilimpasa Kristo kuteswa na kufufuka katika wafu, na ya kwamba Yesu huyu ninayewapasha ninyi habari zake ndiye Kristo. Wengine miongoni mwao wakaamini, wakashikamana na Paulo na Sila, na Wayunani waliomcha Mungu wengi sana, na wanawake wenye cheo si wachache. Kwa hiyo wanawake wakaamini, Wayunani wakaamini. Huyu ni Paulo, naye alikuwa na desturi ya kwenda kuabudu siku za Sabato kwenye sinagogi, na wakiwa huko wakawa wanamhubiri Kristo. Kwa hiyo hawa ni Wakristo, sio Wayahudi. Maana Wayahudi wasingemhubiri Kristo. Hawa ni Wakristo wa kanisa la awali, walikuwa wanasali siku za Sabato, walikuwa wanamhubiri Kristo, walikuwa kila Sabato mfululizo Sabato 3 zilizotajwa hapa wanakwenda, wakishamaliza wanaendelea na shughuli zao kama kawaida, lakini siku ya Sabato ikifika wanakumbuka tena twende kanisani kama desturi ya bosi wao ilivyokuwa. Desturi hii ya kushika Sabato iliendelezwa na Wakristo kwa karne kadhaa hata baada ya Yesu kuondoka duniani, mpaka kwenye karne ya 4 ambapo ilipigwa marufuku na viongozi wa dini wenye hila walioliongoza kanisa wakati huo. Lakini kipindi cha matengenezo ya kanisa ya karne ya 17, kikundi cha Wakristo kiliibuka na kuanza kuishika Sabato kama ilivyoamriwa na Mungu. Hapo nimekupeleka kwa kasi sana. Ukienda kusoma historia ya kanisa ndio unaona kwamba hiyo desturi ya kutunza Sabato ilikwamia wapi? Ilikwamia kwenye karne ya 4. Mwaka wa 538 kuna tukio lilitokea wakati ule. Nenda katika vitabu vya historia itakuambia. Lakini habari njema ni kwamba ilipofika karne ya 17, kikundi fulani cha watu wanaitwa na matengenezo wakakumbuka kwamba kuna vitu hapa haviendi sawa kwenye kanisa la Kikristo. Ile Sabato ilienda wapi? Isaya 58 fungu la 12 hadi 14, Biblia inasema, na watu wako watapajenga mahali palipokuwa ukiwa, utainua misingi ya vizazi vingi, nawe utaitwa mwenye kutengeneza mahali palipobomoka. Hao wana matengenezo waliitwa hivyo, wenye kutengeneza mahali palipobomoka, na mwenye kurejeza njia za kukalia. Kama ukigeuza mguu wako usihalifu Sabato, usifanye anasa yako siku ya utakatifu wangu, ukiita Sabato siku ya furaha na siku takatifu ya Bwana yenye heshima, ukiitukuza kwa kuto kuzifanya njia zako mwenyewe, wala kutafuta ya kupendezayo, wala kusema maneno yako mwenyewe. Kwa Isaya hapa anatabiri kuwepo kwa kundi fulani la watu watakaoinua misingi. Moja misingi watakaoinua ni utunzaji wa Sabato, na hilo lilifanyika. Kanisa liliinuka, watu walijiunga pamoja, wakaanzisha vuguvugu la wana matengenezo ambao waliamua kuitafuta ile Sabato ya kanisa la awali ambayo ilikuwa imepotezwa, wakairejesha na mambo mengine mengi ya msingi ambayo yalikuwa yamepeperushwa, na hao wakaliunda kanisa ambalo leo hii ukiliangalia linafanana sana na kanisa lile la awali la Kikristo. Yaani kanisa lile la Kristo lisi walivyokuwa naishi, desturi zao na kila kitu, wanafanana sana na hili kanisa ambalo leo limekuwa na kuenea kote ulimwenguni, linaitwa kanisa la Waadventista wa Sabato. Hawa wamepimwa katika vigezo vingi na kuonekana kwamba wamerejesha kweli ile misingi iliyokuwa imebomolewa, na wao wanasimama katika Biblia na Biblia peke yake. Kila wanachokifundisha kinatokana na maandiko matakatifu, na wameruhusu mtu yoyote mwenye kuwa na maswali kuhoji. Kama kuna jambo wanalolifundisha ambalo haliko na maandiko matakatifu, walete hiyo hoja na wako tayari kujibu hiyo hoja. Kwa hiyo Mungu aliruhusu matengenezo hayo kwa sababu alitaka watu wake watambue mahali pao panapowastahili kupumzika, na sio Jumapili ambayo kwa asili ilikuwa siku ya ibada ya kipagani. Ugomvi wa Jumapili hapo unakujaje? Kama kusingekuwa na Jumapili, wanadamu wote wangekuwa na heshimu siku ya Sabato ambayo Mungu aliagiza. Lakini ujio wa Jumapili umeleta nongwa sana kwa siku ya Sabato, kwa sababu Wakristo wamedhani
wakipumzika siku hiyo ya Jumapili ni sawa sawa na kupumzika siku ya Sabato, jambo ambalo si sahihi. Kwa hiyo msisitizo unaotolewa hapa kwenye Biblia ni kwamba wale watu waliobadilisha siku ya ibada kuitoa kwenye ile siku Mungu aliyoagiza wamekosea sana, na mbaya zaidi ni kwamba wanawakosesha pia na watu. Katika Yeremia 50 fungu la 6 Biblia inasema, watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea, wachungaji wao wamewapoteza, wamewapotosha milimani, wamekwenda toka mlima hata kilima, wamesahau mahali pao pa kupumzika. Watu wanadhani kwamba Jumapili ndio mahali pao pa kupumzika. Hapana. Jumapili sio mahali pao pa kupumzika. Mahali pao pa kupumzika ni Jumamosi, siku ya 7 ya juma. Na waliofanya huo upotoshaji ni viongozi. Ni viongozi ambao nimesema walikuwa wazembe sana wakati wa zamani. Lakini swali ni hili. Hawa viongozi wa leo hawaoni wana wajibu wa kurekebisha kosa lililofanywa na viongozi waliowatangulia? Waadventista wa Sabato ni miongoni mwa makundi hayo ya Kristo yanayokuwa kwa kasi, ambayo yamedhamiria kurejea katika kuishika Sabato kama namna ya kudhihirisha heshima na utii wao kwa Yesu Kristo aliye Bwana na wa Sabato, na kwamba amri hiyo haiwahusu Wayahudi peke yao. Katika kitabu cha Yohana 15 fungu la 14 Biblia inasema, ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda niwaamuruyo. Waadventista wa Sabato wamechagua kuwa marafiki wa Yesu kwa kufanya kile alichokiamuru, hata kama ni kichungu au kinaonekana kama ni kigumu au kimepitwa na wakati na watu wa kizazi cha leo. Marko 2:27 hadi 28 akawaambia, Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu, si mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Basi mwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato pia. Ile dhana inayopitishwa huku na huko ya kwamba Sabato ile ilikuwa ni ya Wayahudi na ndio maana iliondolewa, maana Wakristo walitaka kuanzisha kanisa la Kristo linalomkiri Kristo, haina ukweli wowote wala haina mashiko, kwa sababu Sabato haikutolewa kwa Wayahudi peke yake. Sabato ilitolewa kwa ajili ya wanadamu wote. Kwa hiyo wanaotakiwa kuitunza Sabato sio Wayahudi tu peke yake, ni wanadamu wote. Mradi tu unaisifa kuwa mwanadamu, wewe unatakiwa kutunza Sabato. Na ndio maana jambo hili linakuja kwako wewe, kwa sababu tunatambua wewe ni mwanadamu ambao unatakiwa itunze Sabato. Tunaangalia swali linalofuata. Je, Agano Jipya linaonaje utunzaji wa Sabato ikilinganishwa na Agano la Kale? Naam, yeye anataka kujua hivi Agano Jipya labda linaiona utunzaji wa Sabato kama ulikuwa unahusu tu Agano la Kale, haihusiana na Agano Jipya. Jibu lake ni kama ifuatavyo. Agano la Kale liliweka msisitizo mkubwa juu ya Sabato kwa kuiweka kwenye amri 10 za Mungu. Hiyo ndio mchango mkubwa uliofanywa na Agano la Kale, ili kuondoa huu potoshaji unaoendelea kwamba zile zilikuwa tu ni amri za Musa, zile tu ilikuwa ni mapendekezo kwa ajili ya taifa la Mungu. Sabato iliwekwa kwenye amri 10 za Mungu ambazo leo Wakristo karibu wote wanazikubali. Wale wanakubali kuna amri 10. Tofauti ipo tu katika hizo amri. Ya kwanza inasemaje, ya pili inasemaje, maana kuna ujanja fulani, nisiite ujanja, utundu fulani umefanyika wa kunyofoa amri ya pili, alafu ile ya 10 ikakatwa vipande viwili kufidia huo utundu uliofanyika. Alafu pakabadilishwa amri ya 4 inayosema ikumbuke siku ya Sabato, ikawekwa shika kitakatifu siku ya Bwana. Lakini at least Wakristo wote wanakubaliana kwamba kuna amri 10 za Mungu. Na katika hizo amri 10 za Mungu, zile original kabla hazijachakachuliwa, ya 4 inatamka juu ya Sabato. Amri 10 za Mungu ni agano la Mungu na wanadamu wa vizazi vyote. Yaani hilo ndilo agano, ndio mkataba. Na tunajuaje kama ni mkataba? Na linaonyesha wajibu wa mwanadamu kwa Mungu wake, yani amri ya kwanza mpaka ya 4, na wajibu wa mwanadamu kwa mwanadamu mwenzake, yani amri ya 5 hadi ya 10. Tunajuaje hilo? Katika kitabu cha Kutoka 34 fungu la 28 Biblia inasema hivi: naye alikuwa huko pamoja na Bwana siku 40 na masiku yake. Siku 40 na masiku yake. Hakula chakula wala hakunywa maji. Nani huyo? Musa. Naye akaandika katika hizo mbao hayo maneno ya maagano, hizo amri
10. Kumbe amri 10 kwa lugha nyingine zinatambuliwa kama maneno ya maagano. Amri ya 4 inayozungumzia Sabato ndiyo inayoainisha Mungu anayekusudiwa kuabudiwa, kwa sababu amri ya 1 mpaka ya 4 inazungumzia tu mahusiano ya mwanadamu na Mungu, lakini pia namna mwanadamu anavyohusiana na huyo Mungu katika ibada. Na amri ya 4 ndio inayokamilisha kabisa kwamba huyo Mungu aliyewatoa wana wa Israeli Misri, huyo Mungu aliyetoa hizo amri 10 ni nani? Utambulisho wake unatuonyesha kabisa ni yule aliyeumba mbingu na nchi kwa muda wa siku 6 na siku ya 7 akapumzika, Jehova. Kwa hiyo inatoa shaka kabisa. Sasa unapoitoa hiyo amri ya 4, unapoitoa hiyo amri au ukibadilisha kwa namna yoyote ile, unaondoa utambulisho wa Mungu aliyetoa hizo amri. Na katika hiyo siku katika hiyo amri ya 4 pia kuna elezo kinachotakiwa kufanyika siku ya ibada, ambayo ni kuacha kazi zote na kupumzika. Kinaeleza pia wenye haki na wajibu wa kufanya ibada hiyo, wanadamu wote. Kwa hiyo mafafanuzi hayo yote unayapata kutoka katika amri ya 4. Unapoichezea tu amri ya 4 ukaitaka itamke kile ambacho hakikutamkwa wakati inatolewa, unaondoa haya mambo yaliyo ya muhimu haya. Ni nini kinachotakiwa kufanyika? Kwanza, ni nani anayekusudiwa kuabudiwa? Ni yule aliyeumba mbingu na nchi. Ni siku gani anayopaswa kuabudiwa? Siku ya 7 ya juma. Ni nini kinachotakiwa kufanyika siku ya ibada? Kuacha kazi zote na kupumzika. Na ni nani wenye haki na wajibu wa kufanya ibada hiyo? Wanadamu wote. Mambo haya manne unaondoa, yaani anapata hangaiko, mwanadamu anashindwa kuelewa vizuri, kwa sababu kwa mfano ukishaondoa ile amri ya 4 halafu badala yake uka neno shika kitakatifu siku ya Bwana, hujafafanua kitakatifu kinashikwaje, kinashikwa kwa ajili ya nani, na kinashikwa pamoja na kazi zingine, na kinashikwa na watu wangapi, wanadamu wote wa Wayahudi. Umeshindwa kabisa kufafanua, maana maelezo hayitoshelezi. Kutoka 20 fungu la 8 hadi 11 Biblia inasema, ikumbuke siku ya Sabato itakase. Siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufugwa wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato akaitakasa. Yaani hii amri kama isingekuwa imevurugwa, inajitosheleza vizuri kabisa. Ina maelezo yaliyonyoka yenye kina, yanamtambulisha Mungu anayetakiwa kuabudiwa, siku anatakiwa kuabudiwa. Inatambulisha wangapi wanatakiwa kumwabudu huyo Mungu, wanadamu wote. Inatambulisha nini kinafanyika siku hiyo, watu wanaacha kufanya shughuli zao zote. Kwa hiyo Agano Jipya halikutupilia mbali agizo la kushika Sabato lililo kwenye amri 10 za Mungu. Luka 23:56 Biblia inasema, wakarudi wakafanya tayari manukato na marhamu, na siku ya Sabato walistarehe kama ilivyoamriwa. Hawa ni waombolezaji ambao baada ya kifo cha Yesu na mwili wake umechukuliwa umpelekwa kaburini, walienda kaburini wakaangalia mwili ulivyowekwa. Lengo lao ni kutaka kupaka dawa, kupaka mafuta ili kuhifadhi usioze. Ndio kwa desturi za wakati huo. Lakini baada ya kugundua kwamba majira yameenda sana na jua limeshatua na Sabato imeingia, wakaahirisha jambo hilo. Wakapumzika siku nzima iliyofuata, siku ya Sabato. Na wanasema hapa walifanya hivyo kama ilivyoamriwa kwenye amri 10. Amri ilitoka kwenye Agano la Kale, lakini hawa wa Agano Jipya wanaendelea kuitunza tena kipindi ambacho Yesu yupo. Hawa ni watu wa karibu sana na Yesu. Wangeweza kutuambia kwamba jamani, kwa mazungumzo tuliyofanya na Yesu ya mwisho kabisa, amesema hii Sabato tuachane nayo kabisa. Hii ni Agano la Kale, tuachane nayo. Lakini waliitunza Sabato na rekodi yake imewekwa kwenye Biblia ili kuwakumbusha watu wa vizazi vyote ya kwamba utunzaji wa Sabato uliendelea hata kipindi Yesu akiwepo. Unaona?
Hata Yesu alishika Sabato, lakini hakushika kama Wayahudi walivyokuwa wakishika, hivyo wakamsihi kuwa hashiki, wakamhisi kwamba hashiki Sabato. Wako watu wanakimbilia yale mafungu ambayo Yesu anaonekana kutofautiana na Wayahudi juu ya Sabato. Ni kweli kabisa, Yesu alitofautiana pakubwa sana na Wayahudi juu ya utunzaji wa Sabato. Kwa nini? Wayahudi kwa tafsiri mbovu waliokuwa nayo, sijui walipataje hiyo tafsiri, waliamini ya kwamba siku ya Sabato hata kama kuna mgonjwa anayehitaji kusaidiwa ili apone, unatakiwa umwache na utakuja kumhudumia baada ya Sabato kuisha. Hayo ndio mtazamo wao. Walikuwa wanaamini kwamba hata kama ni mtu anahitaji chakula siku ile ya Sabato, huwezi kwenda shambani ukachimba viazi ukamchemshia kala kwa sababu ni Sabato, mpaka asubiri Sabato ishe. Sasa Yesu akaja kusahihisha huo mtazamo wa namna ya kuitunza Sabato, sio kusahihisha siku ya kutunza Sabato. Siku ya kutunza Sabato Wayahudi walikuwa makini sana, hawajawahi kukosea na hata leo hawajakosea. Wayahudi siku ya kutunza Sabato wanaijua kabisa ni Ijumaa jioni jua linapotua mpaka Jumapili jua linapotua. Hilo Yesu hakuhangaika kulisahihisha kwa sababu wako sawa. Alichohangaika kusahihisha sana ni namna ya kutunza hiyo Sabato. Kwa mfano tuone mfano hapa. Yohana 9 fungu la 16. Biblia inasema, basi baadhi ya Mafarisayo wakasema, mtu huyo hakutoka kwa Mungu kwa sababu haishiki Sabato. Wengine wakasema, awezaje mtu mwenye dhambi kufanya ishara kama hizo? Kukawa matengano kati yao. Yesu alidhaniwa kwamba ni mvunja Sabato. Kwa sababu gani? Hili tukio hili ni pale alipomponya yule mwenye kipofu. Alimponya kipofu mmoja siku ya Sabato, ikawa issue kubwa sana. Yaani akasumbuliwa yule kipofu, akasumbuliwa na wazazi wake, na mwisho wakafanya conclusion kwamba huyu sio msabato mwenzetu. Unaona? Hata kitabu cha Yohana 5 fungu la 15 hadi 16 Biblia inasema, yule mtu akaenda zake akawapasha habari Wayahudi ya kwamba ni Yesu aliyemfanya kuwa mzima. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamudhi Yesu kwa kuwa alitenda hayo siku ya Sabato. Ule uelewa wao ule. Yesu na mitume wake walishughulika sana kuonyesha tofauti ya Sabato ya majuma iliyo kwenye amri za Mungu na Sabato nyingine nyingi zilizoamriwa kwenye Torati zilizokuwa zinaishia msalabani. Yesu na mitume wake walifundisha pia mambo yaliyo sahihi na yasiyo sahihi kufanyika siku ya Sabato kwa kuondoa makatazo mengi yasiyo ya lazima yaliyowekwa kwa kufuata mapokeo ya Wayahudi na si kwa maagizo ya Mungu. Kutokana na mapokeo kwenye ushikaji wa Sabato, Yesu alikuwa akihatarisha maisha yake, maana sababu mojawapo ya mashtaka yaliyopelekea kuuawa kwake yalihusu Sabato. Kumbuka ya kwamba waliomlaumu Yesu waliomlaumu Yesu kwamba hatunzi Sabato, hayo ni moja ya mashtaka waliyopeleka kwa Pilato, kwamba huyu anatakiwa auawe. Hawakumuelewa Yesu, kama ambavyo baadhi ya watu leo bado hawamuelewi. Yohana 5:18 hadi 19 Biblia inasema, basi kwa sababu hiyo Wayahudi walizidi sana kutaka kumuua, kwa kuwa hakuivunja Sabato tu, bali pamoja na hayo alimuita Mungu baba yake, akajifanya sawa na Mungu. Basi Yesu akajibu akawaambia, amini amini nawaambia, mwana hawezi kutenda neno mwenyewe ila lile ambalo amona Baba analitenda. Kwa maana yote ayatendayo yeye ndiyo ayatendayo mwana vile vile. Kwa hiyo Yesu aliitunza Sabato, lakini Yesu alisahihisha Sabato alipokuwa anaona inataka kuharibiwa na Wayahudi, na akaiweka mahali inapotakiwa, kama ambavyo Waadventista wa Sabato wanafanya leo. Waadventista wa Sabato hawana utunzaji wa Sabato huo wa Kiyahudi wa kutupa jiwe alafu unaishia pale ulipotupa jiwe. Hayo yalikuwa mapokeo ya Kiyahudi. Yesu alikuja akafafanua utunzaji wa Sabato unavyotakiwa, ya kwamba ukimkuta mtu ameanguka na unatakiwa umsaidie, umuinue, umpeleke hospitali, unafanya hivyo. Hata kama kwa kufanya hivyo utatoka jasho sana na utaonekana kama umevunja Sabato, utakuwa hujavunja Sabato. Basi asanteni sana kwa usikivu wenu. Tumekuwa nanyi pamoja na sasa tunaenda kufunga kipindi chetu. Ninaenda kuomba. Hebu tufumbe macho tupate kuomba. Baba yetu mwema mbinguni, asante kwa fundisho ambalo leo kimsingi maswali yalihusu Sabato.
Saidie mtazamaji na msikilizaji wetu kuelewa yale ambayo yamefafanuliwa kwa njia ya Roho Mtakatifu, akafanye maamuzi sahihi ya kuokoa nafsi yake. Nasi utupatie ueledi na hekima wakati mwingine tutakapokea maswali haya tuyajibu, ili watu wako wakapate kuokolewa. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu Kristo. Amina.